Kwa safari yetu ya kujenga uchumi wa dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, kiwango hiki bado ni kidogo na kinaonyesha uwepo wa haja ya kukuza ushindani na sekta binafsi na vile vile haja ya kurasimisha biashara ndogo na za kati. Hivyo hatuna budi kuendelea kukuza masoko ya mitaji, huduma za bima, mifuko ya uwekezaji na huduma nyingine za kifedha ili tuongeze fursa za upatikanaji wa mitaji, kushamirisha na kurasimisha biashara na uwekezaji nchini. Na katika kutekeleza hayo, kama wasemavyo Waswahili, haba na haba hujaza kibaba. Lakini haba na haba hii itajaza kibaba pale tu itakapokusanywa, kulindwa na kuelekezwa kwenye uwekezaji wenye tija. Na akiba hiyo inapogeuzwa kwa mitaji na mikopo, ni lazima iwafikie wananchi kwa gharama wanayoweza kuimudu. Tumsikilize mwananchi anapolalamikia riba kuwa kubwa ya mikopo. Tusimjibu kwa takwimu za kiuchumi peke yake, sababu tunaposikiliza malalamiko ya watu wanasema, lakini uchumi umekuwa, takwimu zinasema hivi, mpaka hapa tumefika hivi, financial inclusion mpaka hapa. Lakini tumsikilize kwa dhana yetu ya ndani, kwa dhana yao wao, wanalalamikia kitu gani? Kwa mtu wa kawaida, gharama ya mkopo inajumuisha riba, ada, bima, masharti, dhamana na muda unaotumia kuupata mkopo wenyewe. Hiyo ndio gharama kubwa ya mikopo kwa watu wetu. Sasa ili kuisaidia sekta isiyo rasmi, tuwe na mipango ya kuhakikisha taasisi zote za kifedha zinaimarisha uwazi kuhusu gharama za mikopo inayotolewa kwa wananchi. Mwananchi apewe taarifa sahihi na kwa lugha nyepesi, kiasi atakacholipa kwa kipindi gani na kwa gharama gani, kabla hajafanya uamuzi wa kuchukua mkopo husika. Na hapa nipongeze Benki Kuu. Nilipata wasaa wa kunong'ona na gavana na alinionyesha mipango yao walivyogawa viwango vya mikopo kutoka kwa mfanyabiashara mdogo wa chini kabisa, wakati wa juu, wana mifumo tofauti ya kushughulikia watu wote. Gavana, endelea na mipango ile ili kupunguza malalamiko ya wakopaji. Aidha, tuendelee kuimarisha ufanisi wa mifumo au mfumo mpya wa sera ya fedha unaotumia riba ya Benki Kuu. Mfumo ule uende kumgusa moja kwa moja mkulima, mjasiriamali na mzalishaji mdogo. Nipende pia kutoa rai kwa taasisi za fedha kuongeza ushindani katika utoaji wa mikopo na kuacha kutegemea aina za dhamana ambazo wananchi walio wengi hawana. Mathalan, wanawake na vijana walio wengi hawana hati za nyumba, wala maeneo, wala magari, lakini wana biashara, historia nzuri ya mauzo, kumbukumbu za miamala zinazoaminika na uwezo wa kurejesha mikopo. Hawa wafikirieni, tafuteni njia mnayoweza kuwaingiza wakaaminika na wakapata mikopo. Tusimnyime mtu mkopo kwa sababu hana mali tuliyoizoea kuitambua, wakati ana historia inaonyesha wazi anaaminika. Uaminifu ni asset kubwa kuliko hata mali inayoonekana. Kuweni wabunifu kutafuta mbinu rahisi za kuhakikisha mikopo inatolewa na kurejeshwa bila kuwepo kwa vikazo visivyo vya lazima kwa wajasiriamali wadogo na biashara za kati. Tafakarini uwezekano wa kujenga mfumo ambao Tanzania anaweza kubeba historia yake ya uaminifu wa kifedha popote anapokwenda. Mama lishe asiye na hati ya nyumba lakini mwenye historia ya miaka 5
au zaidi ya biashara na malipo, anapaswa kuwa na njia rahisi ya kuthibitisha kuwa anastahili mkopo. Hili niwaachie kama changamoto, mkalifanyie kazi Benki Kuu na taasisi zote za fedha ili kufungua milango kwa mamilioni ya wananchi walio nje ya mfumo wa mikopo rasmi.